mabibi na mabwana, kumcha Mungu ni akiba. Kumcha Mungu katika Biblia imeandikwa pia, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Lakini katika kitabu cha nabii Isaya ule mlango wa 33 mstari wa 6, bila shaka ambao ni neno kuu linalotuongoza katika juma hili, anasema kumcha Bwana ni hazina yake ya akiba. Nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara, za uokovu tele na hekima na maarifa, na kumcha Bwana ni hazina yake ya akiba, au kumcha Bwana ni hazina yako ya akiba. Kumcha Bwana ni hazina yako ya akiba. Kumcha Bwana, na kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kwa hiyo nataka nikuombee kwa Mungu ya kwamba Mungu akupe neema ya kuwa mcha Mungu. Hatuna mashaka ya watu waliookoka. Wapo wengi tu waliookoka, wananena kwa lugha sana, na hatuna mashaka pia ya watumishi, walimu, wainjilisti, manabii, mitume, sijui makuhani, wachungaji, wako wengi. Lakini ni wacha Mungu? Ni wacha Mungu? Wanalicha jina la Bwana? Inawezekana umeokoka, lakini wewe umeokoka sawa, ni mcha Mungu? Kwa sababu Biblia inasema kumcha Bwana kwanza ni chanzo cha maarifa, hilo ni moja. 2, kumcha Bwana ni hazina yako, ni hazina yako ya akiba. Kumcha Bwana ni hazina ya akiba, kwa sababu Biblia inasema wamchao hawahitaji kitu, wamchao hawahitaji kitu. Ni maombi yangu mimi leo nikiwa mchungaji pia katika kanisa, nimeona watu wengi wana majina makubwa kanisani na wana heshima pia pengine kanisani, lakini si wacha Mungu kwa sababu ya matendo yao, kwa sababu ya maisha wanayoishi yasiyo na ushuhuda. Kumcha Bwana ni hazina yako kubwa. Kwa hiyo ninakuombea kwa Mungu, Mungu akupe neema ya kuwa na roho ya kumcha Bwana. Kumcha Bwana ni hazina yako kubwa. Juzi nilitoa ushuhuda hapa. Binti mmoja, yule dada yetu, dada Tina, namna ambavyo alikuwa amekuja ofisini kwangu na ananiambia, mchungaji, mume wangu ni mgonjwa, figo zimefeli, huu ni mwaka wa 5, lakini pia nyumba tulionayo inauzwa, watoto wamefukuzwa ada, mtaji umeisha, nadaiwa, nina madeni ya kutosha, nyumbani hakuna chakula. Akaniambia jambo moja tu, kwa hapa nilipofikia, niombee nife. Lakini yule dada ni mcha Mungu, anakuwepo kanisani, anamcha Mungu, anaomba. Nimekuwa naye tangu nikiwa usharika wa Kariakoo, ibada ya masifu ya asubuhi. Nilipohamia Kijitonyama akaama na mimi, na amekuja kuniambia sasa niombee nife. Nikamwambia, dada, huku kanisani tangu nimekuwa mchungaji wanakujaga wameshakufa tayari. Yaani hapa tunaletwaga maiti za kuzika, yaani wanakujaga washakufa tayari. Wewe umekuja ni hii design, hii species ni mpya, sijawahi kuona. Wanaokuja wenyewe wanataka tuwaombee wafe, wanakujaga washakufa tayari. Ila wewe kama umekuja ukiwa hai, Bwana Mungu wako atakutetea na atakupigania na atakushindia. Nikamwambia, huku kanisani sisi wanakujaga wamekufa tayari, wako kwenye majeneza tunazika. Wewe unakuja kuomba tukuombee ufe? Hiyo kitu haipo. Nikamwombea na Mungu akamtendea, kwa sababu kumcha Bwana ni hazina yake ya akiba. Katika kumcha Bwana, ile akiba yake Mungu alifungua na madeni yote akaisha, na leo amerudi Kariakoo, yuko sokoni, anaendelea na biashara. Kwa nini? Kumcha Bwana ni hazina yako kubwa. Oh my God, ungempigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Waliogundua teknolojia ya ndege ni watoto wa mchungaji mmoja wa kanisa la Udugu kule Marekani, anaitwa mchungaji Wright. Na hawa watoto ambao wawili, kwa sababu ya kumcha Bwana kwa baba yao, lakini baba yao akashindwa kuwasaidia wafike university, waliishia masomo ya kawaida, hawakuweza kwenda university kwa sababu ya umaskini wa familia. Na mchungaji aliishi kwa tabu. Mama yao pia alifariki kabla,
na baadaye wale watoto walishindwa kwenda university, wakaamua kwenda kuanzisha kigenge chao cha kuziba pancha za baiskeli na kutengeneza baiskeli kama garage ya baiskeli huko mtaani, wakajikimu na maisha yao. Lakini wakiwa pale kutengeneza baiskeli, hapo ndipo walikoendelea, na mwisho wakasema hatuwezi kutengeneza kitu kinachoweza kuruka, na baadaye walifanikiwa kutengeneza ndege ya kwanza, na baadaye walichukuliwa na jeshi la Marekani, wakaenda kuendelezwa katika hiyo teknolojia na wale watoto ambao wanaitwa Wright Brothers. Ukienda Google utapata kujua ya kwamba wao ndio wagunduzi wa ndege, na wakahifadhiwa na jeshi la Marekani, na ile teknolojia ya ndege ndiyo ambayo imeunganisha dunia nzima leo. Ni teknolojia ambayo pia imeajiri ajira kubwa, ukiangalia kuanzia airports, mandege hayo makubwa na mashirika ya ndege duniani yameajiri, lakini ni idea iliyotoka kwa watoto wa mchungaji wa kanisa la Udugu, mchungaji Wright kule Marekani. Na watoto hawa kilichosababisha wafikia hapo ni roho ya kumcha Mungu ya baba yao. Hakuweza kuwapeleka university, lakini mkono wa Mungu haukuwahi kuwapungukia. Kumcha Bwana ni hazina yako kubwa. Biblia inasema, nilikuwa kijana na sasa ni mzee, sijamuona mwenye haki akiachwa, wala uzao wake ukitangatanga katika kuomba chakula. Ninaomba uwe mcha Mungu, ni akiba ya kivizazi. Usifanye matendo ya udhalimu, ya udhalili, matendo ya uharibifu. Unafanya mambo ambayo yanaleta damu zisizo na hatia kwenye familia yako. Hapana. Tumikie Bwana, jitahidi kuwa mcha Mungu, maana wamchao hawahitaji kitu, lakini kumcha Bwana ni hazina yako kubwa. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, ninakutamkia mbaraka asubuhi ya leo. Kumcha Bwana kuwe sehemu yako, na si hivyo tu, lakini kukawe akiba yako kubwa ya kivizazi. Akubariki Mungu Mwenyezi na baraka ya kivizazi, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wote waseme amina. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya.